Mungu mwenye nguvu, katika jina la Yesu Kristo, asante tena kwa wakati huu mzuri. Tunakushukuru na kulitukuza jina lako, wewe mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Asante kwa siku hii nyingine nzuri tena. Roho Mtakatifu, Roho mwema, tujalie wema na neema na fadhili na uweza katika kusikia neno la Mungu lililo takatifu. Baba yetu wa mbinguni, jina lako likatukuzwe na mapenzi yako yakatimizwe. Na ninaomba uweza wako kanilee kuwezesha nafsi za watu wako ziendelee kujazwa neno na uweza na nguvu katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa neema yako ya wokovu ambayo umetupatia. Asante kwa neema yako ya upendo mkubwa, Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, tuongoze tena, tukuomba katika saa nzuri ya kupata neno la uzima. Amen. Ninakusalimu kwa jina lake Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo asifiwe na atukuzwe milele, yeye atupendaye sasa na hata milele, yeye aliyetukuka. Karibu sana katika kupokea ujumbe wa neno la Mungu katika siku hii. Kwa namna nyingine tunasema ni Pasaka ya pili, kutembea na Kristo, na tupate neno la Mungu kutoka kwenye kitabu kile cha Isaya. Kuna mambo matatu muhimu ambayo tutayaona hapa, ambayo pia ni yanaelekeana na habari ya ukombozi tulioupokea, tulionao sasa katika maisha yetu. Katika Isaya 43 kwenye mstari ule wa 4 hasa ndipo tutakapo tazama. Sasa tunaweza tukaanzia mstari ule wa kwanza. Wewe tuanzie mstari wa kwanza. Isaya 43, nianzie mstari ule wa kwanza. Kuna mambo matatu hapa muhimu ambayo tutayaona. Isaya 43:1, lakini sasa Bwana aliyekuhuluku Yakobo, aliyekuumba Israeli asema hivi: usiogope, maana nimekukomboa, nimekuita kwa jina lako, wewe wangu. Mstari wa 2, upitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugharikisha, uendapo katika moto hutateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. Mstari wa 3, maana mimi ni Bwana Mungu wako, mtakatifu wa Israeli, mwokozi wako. Nimetoa Misri kuwa ukombozi wako, nimetoa Kushi na Seba kwa ajili yako. Mstari wa 4, kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda. Kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Amina, amina. Atukuzwe sana mfalme wetu na Mungu wetu, jina la Bwana litukuzwe. Heri tena ya Pasaka. Endelea kusherehekea na kufurahia wokovu, ukombozi wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa utukufu wake katika hekima ya Mungu. Hapa tunaona mambo makubwa ambayo Mungu mwenyewe anayasema kwa watu wake, anayasema kwa watu waliokombolewa. Mambo matatu: moja, kupendwa, kuheshimiwa na kuthaminiwa. Anasema kwa kuwa ulikuwa wa thamani, kuheshimiwa na kupendwa. Mambo matatu haya, kwamba inatupasa kujua na tuyaone mambo haya, kwamba Mungu ametuona kuwa wa thamani, wenye kuheshimiwa na wenye kupendwa. Na ukombozi au Pasaka yenyewe tuliyosherehekea au tunayokumbuka habari za kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo, zinahusiana na kitu kinachoitwa ni upendo, na ambazo zinazalisha ukombozi au wokovu wa roho zetu na maisha yetu pia ya kawaida. Na hapa Mungu anasema na watu wake walioondolewa katika utumwa na katika vifungo na katika shida, anawakumbusha, anawaambia sasa Bwana aliyekuumba, aliyekuhuluku Yakobo, usiogope wewe mtu wangu, usiogope, nimekukomboa, nimekuita kwa jina lako, wewe wangu. Mungu anatuita kwa majina, anasema sisi ni wa kwake. Mungu anakuita kwa jina lako wewe, na anasema wewe wake. Na ndio sababu ni muhimu sana, ukienda kwenye kitabu cha Ufunuo anasema majina yetu yawe yameandikwa. Anasema kuna majina yaliyoandikwa kwenye kitabu cha uzima, na anasema
kwa habari ya makanisa yale 7, anasema pale kwa habari ya hayo majina, kwamba kuna kitabu chenye majina, watu walioandikwa kwenye kitabu cha uzima, walio na mavazi meupe. Na hapa anasema pia kwa mtu wake huyu aliyekombolewa, au kwa mtu wake aliyeitwa kwa jina lake, atakapopita kwenye maji mengi, hayo maji hayataweza kumgharikisha. Upitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugharikisha. Uendapo katika moto, moto hautakuteketeza, kwa sababu Mungu wetu pia ni moto ulao, na wakikuinulia moto tofauti na moto ule wa Mungu wetu, huo moto lazima utazimika, kwa sababu Mungu anasema nitakuwa pamoja nawe. Utakumbuka kwamba walimtupa Danieli na wenzake kwenye tanuru lile la moto, lakini Mungu akawa katikati yao, akawa pamoja nao, na hawakudhurika kabisa katika ule moto ambao walikuwa wameuchochea mara 7 mkali. Hawakuweza kuunguzwa wala kuteketea. Ndivyo alivyo Mungu ambaye anawapenda watu wake. Ndivyo alivyo Bwana ambaye amewaita watu wake kwa jina lao. Mungu ambaye anatujua, ndivyo alivyo, kwamba atatembea na sisi hata katika majanga mbalimbali, hata katika maangamizo yaliyowekwa tayari kutuangamiza. Yeye anakuwa na sisi na anatembea na sisi. Yeye ndivyo alivyo, ni Bwana wa neema na rehema, mwenye upendo mkubwa. Anasema, maana mimi ni Bwana Mungu wako mtakatifu. Mimi ni Bwana Mungu wako tena mtakatifu. Anasema nimetoa Misri, nimeifanya hiyo iwe sehemu ya kukombolewa. Mahali pa mateso anaweza akapatumia Mungu kuwa sehemu ya sisi kukombolewa, na mahali pa kuumizwa na mahali pa kuaibishwa Mungu anaweza kupatumia ili kutuletea heshima kubwa. Kwa hiyo jambo la msingi ni kujua ya kwamba Mungu moja, anakupenda, amekuona kwa wathamani, tena mwenye kuheshimiwa. Kwa hiyo ndio mambo matatu haya ambayo tunayaona hapa: kupendwa, kuheshimiwa, na ambayo ni makubwa, ambayo Mungu mwenyewe ameyatazama na ametupatia. Haki ya Mungu inakupatia wewe na mimi, imetupatia wote tunaomwamini katika Yesu Kristo, na wale watakaotaka kuamini sasa kuingia ndani ya Yesu Kristo. Wewe unanisikiliza, ikiwa pengine hujaokoka bado, pengine hujamwamini Yesu Kristo, pengine hujaingia ndani ya ufalme wa Mungu, kwamba ujue, anasema Mungu anataka kukuona wewe kuwa ni mtu wa thamani. Hilo ni jambo la kwanza, mtu wa thamani. Mstari ule wa 4, kwa kuwa ulikuwa wa thamani. Mungu akitazama watu wake wanaoteswa na ambao Mungu ameshawachagua. Mungu akikuangalia, Mungu hakukuumba kwa bahati mbaya. Mungu hakukuleta duniani kwa bahati mbaya. Alikuleta sawa na kitu cha thamani. Alitufanya wa thamani. Ametuona kuwa ni wa thamani. Ni wa thamani. Cha thamani huwa kinatunzwa, kinalindwa. Cha thamani kinapendwa. Kitu kilicho cha thamani, aliye wa thamani atapendwa, atatunzwa, atalindwa, ataheshimiwa, atapewa nafasi. Kwa hiyo Mungu anasema anamuona mwanadamu kuwa mtu wa thamani, sio kitu cha ovyo. Anamuona mwanadamu kuwa wa thamani. Wewe ni wa thamani machoni pa Mungu. Ulijue hilo, ulitambue hilo. Wewe ni wa thamani, na kama wewe ni wa thamani, thamani yako inatakiwa kuendelea kutunzwa ili iendelee kuwa thamani nzuri, isichakae. Biblia inasema japokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Tunafanywa wapya siku kwa siku. Ndivyo Mungu alivyo, ili tuendelee kuwa wa thamani, wenye kupendeza, wenye kung'ara mbele zake. Tunaendelea kufanywa upya, na sisi tunapaswa kuendelea kwa watu wa toba, wa kutubu na wa kunyenyekea chini ya mkono wa Bwana, ili tupate kukwezwa, ili tupate kuinuliwa. Kwa hiyo Mungu anatuona, au wewe anakuona kuwa wa thamani. Likumbuke hili, kama ulikuwa lijue leo, lifahamu sasa kwamba anasema ulikuwa wa thamani. Anakuona kuwa mtu wa thamani.
anakuona kuwa wa thamani machoni pake. Anasema wewe ni mwenye thamani. Jambo la pili, anasema wewe ni mtu mwenye kuheshimiwa. Utakumbuka Yesu anasema mtu akinitumikia Baba atamheshimu. Mtu akimtumikia Yesu, Yesu anasema kwamba ataheshimiwa. Utapata heshima kubwa mbele za Bwana ikiwa na wewe unajitambua kwamba umependwa, unaheshimiwa, ni wa thamani. Na Yesu anasema habari njema. Yohana sura ya 12. Yohana sura ya 12, Yohana 12 mstari wa 26. Mtu akinitumikia na anifuate, nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapo kuwapo. Tena mtu akinitumikia Baba atamheshimu. Tena mtu akinitumikia Baba ataniheshimu. Hiyo ni Yohana 12:26. Tena mtu akinitumikia Baba atamheshimu. Hii ni ahadi ambayo tunapewa. Hii ni ahadi nzuri ambayo tumepewa, kwamba tukimtumikia Yesu, mbingu zitatuheshimu, mbingu zitakuheshimu. Hakikisha wewe ni mtumishi wa Bwana Yesu, uliyeamua kuacha vingine vyote, uliyeamua kuacha mabaya yote na uovu wote, machafu yote ya dunia yote, na umeambatana, umeshikamana na lile lililo la Kristo Yesu Bwana. Hakikisha unashikamana na lile lililo la Kristo Yesu Bwana. Anasema ukimtumikia, tunapomtumikia tunapewa heshima na mbingu. Mbingu zinakuheshimu, mbingu zimekuheshimu. Ndipo unaona hapa katika Isaya anasema, ulikuwa mwenye kuheshimiwa, ulikuwa wa thamani na mwenye kuheshimiwa. Kwa hiyo tukimtumikia Yesu tutakuwa wa heshima, tunapewa thamani kubwa ya kipekee zaidi, ya kipekee zaidi. Unakuwa wa kipekee zaidi kwenye dunia hii, unakuwa kwenye level nyingine, ngazi nyingine, unakuwa kwenye nafasi ya kipekee kwenye dunia hii, na hata mbingu zinakutambua. Haleluya! Mbingu zinatujua Bwana, mbingu zinatutambua. Yesu Kristo mwenyewe ametuthibitishia, kama umekaa ndani ya Kristo na unamtumikia kweli, mbingu zimekuheshimu, mbingu zimekutambua, mbingu zinakujua. Tena zinasema kwamba zinakuona machoni kuwa ni mwenye thamani na mwenye kuheshimiwa. Ni mwenye thamani, ni mtu mwenye thamani, sio mtu wa kawaida kawaida. Wale wanaomwamini Kristo wamehesabiwa hivyo, hawajajihesabia, hawajajitukuza, wametukuzwa na Bwana, wameinuliwa na Bwana. Wewe ni mwenye kuheshimiwa, wewe ni wa thamani, jitambue. Hapa kuna vijana sasa wengi, ukiangalia kwenye wakati huu, wamejiachilia hovyo, wanafikiri wao ni watu wa kawaida kawaida. Wewe kijana si wa kawaida kawaida, wewe si wa hovyo hovyo, wewe ni wa thamani mbele za Bwana. Bwana amekuweka kuwa mtu wa thamani na mwenye kuheshimiwa. Macho ya Mungu yakikutazama, anakuona wa thamani. Macho ya Mungu yakikuangalia, anakuona mwenye kuheshimiwa, anakuona wa thamani. Si kawaida kawaida, si kawaida kawaida. Anakujua, anakuona kuwa wa thamani, wewe kuwa ni wa thamani. Haleluya, asifiwe Bwana Yesu Kristo. Kwa hiyo mambo haya makubwa matatu, macho ya Mungu yakikutazama, yanakutazama kama mwenye thamani kubwa. Yaani Mungu anaona ni bidhaa ya thamani, ni kitu cha thamani. Sijui nitumie Kiswahili gani, lakini elewa kwamba macho ya Mungu yakitazama, yanakuona wewe ni wa thamani, tena unayestahili kuheshimiwa, unayestahili kuheshimiwa. Sasa mbingu zikishatuheshimu, hata huku duniani wakitudharau, hata wakitutukana, hata wakifanya watakavyofanya, mbingu ya tosha kutupa nafasi. Nafasi ya mbingu ni kubwa. Hakuna nafasi nyingine ambayo tunatakiwa kuingangania na kuipata. Hakuna kitu kingine tunachopaswa kukitazama na kukipenda na kukingangania kama mbingu. Mbingu zikikuheshimu, zikikupa nafasi, yatosha baba, yatosha mama, yatosha kaka, yatosha kijana, yatosha. Haleluya, haleluya, haleluya. Jambo la tatu, anasema ni wakupendwa. Anasema nimekupenda, kwa sababu hiyo nitatoa watu. Sasa
Mambo hayo matatu yanaleta msaada mkubwa, yanafungulia hatua nyingine, jambo lingine, msaada, kupewa msaada. Mungu anaweka watu kwa ajili yako. Kwa hiyo Mungu ametuwekea namna ya kuishi na ya kufanikiwa, kwamba anaweka watu ambao watashikamana na wewe, watu ambao watakusaidia. Wakati mwingine unaweza ukaingia kwenye kesi au ukaingia kwenye shida fulani, Mungu anasimamisha watu ambao hukuwategemea. Hao utashangaa wanakuwa pamoja na wewe. Hao watasimama kuhakikisha haki yako inapatikana. Anaweza akamuinua mtu ambaye hukudhania kabisa, akasimama na wewe. Uliyefikiri kwamba atakuwa adui, yeye ndio akawa rafiki, akasimama na haki yako ikapatikana, kile cha kwako kikapatikana. Kwa hiyo Mungu anawekea watu. Mungu atakuwekea watu wa kukusaidia. Mungu atakuinulia watu ambao watatembea na wewe, ambao watasimama pamoja na wewe, ili uweze kufanikiwa, uweze kuvuka, uweze kuendelea, uweze kusimama katika wokovu. Mungu ataweka waombezi. Mungu ataweka waombezi. Na ndio sababu tunatakiwa kushirikiana kwa upendo, kushikamana pamoja, kutembea katika umoja na kupendana, kwa sababu Mungu anataka tuwe na ushirika mmoja, tuwe na upendano. Yeye mwenyewe anatupenda. Kwa jambo la tatu ni kwamba anasema yeye ametupenda, amekupenda. Kuheshimiwa, kuthaminiwa, kupendwa. Amekuthamini, amekuheshimu, amekupenda. Tunasema tunashangilia kufufuka kwa Bwana Yesu Kristo, tunashangilia ukombozi. Ujue hapo yamefanyika mambo hayo matatu, kwamba ametupenda, ametuheshimu, ametuthamini. Au niseme kwanza, amethamini, akatuheshimu na kutupenda. Kutupenda ndio sasa anatuondolea maovu, dhambi na uharibifu na ufalme wa adui, kwamba umekwisha kushindwa. Hapa ni upendo. Tazama ni pendo la namna gani hili alilotupa Mungu Baba, kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Haleluya, haleluya. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Na Yesu anasema katika Yohana sura ya 10, anasema nalikuja ili muwe na uzima, kisha muwe nao tele. Amekuja, ametuletea uzima, kisha uzima tele. Ni pendo la namna gani hili? Ni pendo la namna gani hili? Ni pendo la kipekee sana. Kwa hiyo tumeheshimiwa, tumethaminiwa, tumependwa. Naomba utafakari mambo haya matatu zaidi, kwamba Mungu mwenyewe amekuheshimu, amekuthamini, amekupenda. Hebu uambie moyo wako, moyoni sema hivyo. Hebu tamka kinywani mwako hivyo. Hebu endelea kufahamu na kujua hivyo. Haleluya. Bwana akubariki. Wewe umeheshimiwa, umethaminiwa na umependwa katika jina la Yesu Kristo. Inawezekana unajiangalia ulivyo na unasema hapana, mbona sijioni hivyo? Mbona niko katika uovu? Huo uovu usikutishe. Sasa ujue Yesu amekuthamini, amekuheshimu, amekupenda. Haya mambo kwa mwanadamu ni mambo makubwa ambayo akiyapata mwanadamu, au niseme mtu akiyapata haya, basi yatosha. Kuheshimiwa, kuthaminiwa na kupendwa. Kuna nini tena? Hakuna tena zaidi ya hapo. Hakuna zaidi ya hapo. Haya ni makubwa yaliyotukuka sana, na haya yameletwa na Baba yetu wa mbinguni mwenyewe. Katika Yesu Kristo Bwana tumepokea neema hii, kupendwa, kuheshimiwa, kuthaminiwa. Haleluya. Bwana Yesu aendelee kukujalia kwa uweza wake kufahamu, kutambua, kujua na kuendelea kuomba
ili uendelee kukaa ndani ya pendo lake, ndani ya hiyo thamani, kwa mtu wa thamani na mtu wa heshima. Yaani maisha yako yasiwe ya aibu. Usikae barazani pa wenye mizaa. Usikae ovyo ovyo. Usiende ovyo ovyo. Usivae ovyo ovyo. Usiseme ovyo ovyo. Usitende ovyo ovyo, kwa sababu wewe sio wa ovyo ovyo. Haleluya! Wewe ni wa thamani, umependwa, umeheshimiwa, umethaminiwa. Haleluya! Ubarikiwe na Yesu wa Nazareti aliye hai. Ujazwe neema sasa na hata milele. Karibu sasa tuingie kwenye maombi. Na shika sadaka yako, uliye na sadaka ya kumtolea Bwana, na utafuatilia kwenye YouTube hii, utapata namba ambazo utazitumia kwa ajili pia ya sadaka. Bwana akubariki, akujaze na nguvu sana sana na uwezo mkuu, uendelee kumtumikia na kumtumikia. Usikubali kukaa kwenye uovu. Usikubali kudanganyika we kijana. Usikubali kushawishika. Shetani anaiwinda ile thamani iliyo kwako. Ameona kitu kikubwa cha thamani kwako, anakuwinda ili akunyang'anye. Ng'ang'ana na Yesu, utunzwe, jitunze ndani ya Kristo. Tunza wokovu, tunza ile thamani, tunza ile heshima, ili uendelee kuonekana mwenye kuheshimiwa, mwenye kuthaminiwa na mwenye kupendwa, katika jina la Yesu, amen. Inua mkono wako juu, sema Baba, asante kwa pendo lako, kwa neema yako, kwa fadhili zako. Ninakushukuru kwa kuniheshimu, kwa kunithamini, kwa kunipenda. Asante Bwana Yesu kwa kuniheshimu, kwa kunithamini, kwa kunipenda. Sema tena, asante Yesu kwa upendo huu mkuu, kwa neema hii kubwa. Ninakuomba Bwana, ukanilinde, ukaniongoze, ukanijaze nguvu. Damu yako inioshe, damu yako initakase tena. Neema yako iwe juu yangu tena. Nitembee katika uweza wako na katika nguvu zako. Nikujue sana wewe, nikufahamu sana Yesu. Niongoze Roho Mtakatifu, nilinde Bwana. Ninaomba nisaidie, nisijidharau, nisijiweke pa ovyo, kwa kuwa mimi si ovyo. Asante Yesu kwa kunipa heshima na kibali na neema hii. Nitie nguvu. Endelea kuomba, nguvu zake aliye juu zikuwezeshe. Endelea kujiona hivyo, endelea kujitambua hivyo, endelea kutambua hivyo, kwa jina la Yesu Kristo. Na ile roho na nguvu ambayo inashindana kukushambulia, kutaka kukudhoofisha na kukuonyesha kwamba wewe si kitu, sasa jitambue kwamba mbingu zinakuona, macho ya Mungu yanakutazama, kwamba wewe ni wa heshima na mwenye kuthaminiwa na mwenye kupendwa. Katika jina la Yesu Kristo, ninauvunja huo uwezo, ninaiharibu hiyo kazi ya adui, ninaikemea katika jina la Yesu Kristo. Ninaukemea, ninaupangwa huo mpango mbaya waliokupangia usifanikiwe katika jina la Yesu Kristo. Endelea kutembea uweponi na nguvuni mwa Bwana. Endelea kutambua kwamba mapenzi ya Mungu wetu ni makubwa, na wokovu aliouleta una nguvu katika jina la Yesu. Baba, asante kwa sababu ya mtu huyu. Mwongoze, msaidie maombi yake Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Nguvu ya Roho Mtakatifu ikamjaze, uweza wa Roho Mtakatifu ukawe pamoja naye, na neema yako ikawe pamoja naye, katika jina lako Yesu Kristo. Ninaomba mguse tena Bwana na kumwezesha tena sasa kutoka pale alipokwama, katika jina la Yesu Kristo. Na kushukuru Mungu kwa sababu ya upendo huu ajabu, kwamba macho yako yanatutazama na kutuona wa thamani, wenye kuheshimiwa. Asante kwa jambo hili kubwa lenye utukufu sana, Jehova Bwana Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa jina lako tunaomba utusikie, utusaidie tena, na uwaponye wale ambao wanajiona kuwa kwenye nafasi ya kuangamia. Hawataangamia kwa sababu wewe umewapenda na kuwaheshimu. Asante Bwana Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Naomba waguse vijana, gusa fikra zao, gusa fahamu zao, waendelee kutambua, waendelee kujiona kwamba wametengenezwa, wamethibitishwa na wewe mwenyewe, wamepewa kibali na heshima, wamepewa nafasi. Neema yako iseme nao, iwe pamoja nao. Roho Mtakatifu, sema nao vijana wote ndani ya taifa la Tanzania, ndani ya kanisa, vijana katika ulimwengu huu. Sauti yako ikaseme nao. Wewe Mungu Baba wa neema,
Roho Mtakatifu, ninaomba wajalie kwa neema yako kuendelea kujitambua katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sauti yako iseme nao, fadhili zako Bwana zikawafadhili tena, huruma zako Bwana zikawaangalie tena. Maana kuna vijana wengi ambao wamejiweka kwenye makundi mabaya, lakini uko si kwao. Wewe Mungu uliowaweka, naomba neema yako iwavute, mkono wako uwavute, uwarudishe kwenye zizi lako Yesu, uwarudishe kwenye ufalme wako, wakae zizini mwako, wapate malisho yako yaliyo mema, kwa jina la Yesu Kristo. Walio wagonjwa sasa, naamuru magonjwa yatoke. Walio dhaifu, madhaifu ya watoke kwa jina la Yesu. Walio wanyonge, wanyonge watoke. Hiyo roho ya unyonge iwaachie kwa jina la Yesu. Walio katika taabu, Bwana uwalinde kwa uweza wako na nguvu zako katika jina la Yesu Kristo. Ninaipinga ile mipango ya kipepo kwa jina la Yesu Kristo. Roho ya hofu na mashaka, Bwana umesema tupitapo kwenye maji mengi, tupitapo kwenye moto, wewe utakuwa pamoja nasi. Hutaacha tukagarikishwa, hutaacha tukateketea, bali wewe unatuokoa, unatuweka salama katika jina la Yesu. Watoto wetu, wazazi wetu, rafiki zetu, watumishi wenzetu, wapendwa wenzetu, katika jina la Yesu wakaponywe, wakalindwe, wakaokolewe na wewe kwa mkono wako wenye nguvu, kutoka yale maangamizo na mitego mibaya isiwanase katika jina la Yesu. Uweza wako ukawasaidie, rehema zako, fadhili zako zikawajaze sasa, waendelee mbele katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Mfalme mtakatifu, Mungu mkuu, wewe utuponyaye, wewe utuokoaye, asante kwa neema hii ajabu katika jina la Yesu. Nguvu ya Roho wako imjaze kila moja, imwokoe sasa, imtetee kila moja, imvute kila moja katika jina la Yesu Kristo. Giza liondoke, vizuizi viondoke, vitisho vikakwame na kutoeshwa sasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Yesu anakupenda, sema amina katika jina la Yesu. Barikiwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, sasa na hata milele. Kumbuka jambo muhimu, kusubscribe. Kama hujafanya hivyo kwenye YouTube channel hii, basi na kuomba fanya hivyo kwa ajili ya utukufu wa Bwana Yesu, na endelea kushare na kulike pamoja, ili na wengine waweze kupokea ujumbe huo kwa utukufu wa Mungu Baba. Na karibu, endelea kutuombea, kwa sababu tuna safari ya kuelekea kule Manyara, kule maeneo ya Kiteto kote tutahubiri Injili, na mahali pengine tutahubiri Injili huko. Tuombe na karibu kwa sadaka yako. Huduma hii inahitaji gharama, inakula gharama kubwa. Tunaomba ushirika wako kwa kadri inavyowezekana, ili kazi ya Yesu isonge mbele. Namba ni 0787 62 75 91. Namba hiyo nairudia tena, ya Airtel ni 0787 62 75 91. Ya Vodacom ni 0762 282 439. Nairudia tena, namba ya Vodacom ni 0762 282 439. Bwana akubariki, akuangazie na nuru za uso wake, aibariki na sadaka yako, akujaze neema tele kwa sadaka ambayo unatoa na ambayo ulishatoa. Endelea kuongezwa na kuzidishwa na kutunzwa nguvuni mwa Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen.